Habari hii ni ajabu sana, ni ajabu mno. Hakuna mbingu za watu ambao wanasali katika kanisa zuri. Ziko mbingu za wale waliofua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Leo uamue na wewe uzingatie, uwe na uamuzi mzito. Tena hizi sherehe za mwisho wa mwaka ndio zinakuwa na vikao vingi sana vya kuwazungumza watu. Zingatia, sema yatosha. Kama huyu mtoto mdogo akasema nitarudi kwa baba, imetosha. Kwa nini mimi kila siku katika mtaa wangu, katika kijiji changu ndio wajue kabisa kama ninaonekana basi baa zimefungwa au virabu vimefungwa, vinginevyo huonekana. Zingatia, acha, rudi kwa baba. Na huyu baba tunaambiwa ni mpole. Huyu baba alikuwa mpole sana, tena mwenye huruma. Tunaambiwa huyu baba hakusubiri, lakini alijua mtoto wake amezingatia, na ndivyo Mungu alivyo. Tunaporudi kundini hapa ni kwa ajili yako wewe mwingine tukukuimarisha, lakini pale ulipozingatia ukaenda kwa mchungaji mkazungumza mkaomba, Mungu anakuwa ameandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Unapozingatia na kutengeneza mbele za Mungu, Mungu anaongeza jina la mtoto aliye hai kwa mara nyingine. Sasa kuna mtoto huyu mkubwa ambaye mara nyingi hazungumzwi. Tunaambiwa aliporudi nyumbani katika shughuli za kawaida, akakuta kuna sherehe, kuna furaha. Anasema ni nini? Na wanamwambia mtoto mdogo wako amerejea. Hii tunashangaa Biblia inavyotuambia huyu mtoto mkubwa jinsi ambavyo hakufurahia huyu ambaye alitoka na anarudi. Baba Askofu, sipendi kuwahukumu watu, lakini pia sipendi kukaa kimya bila kusema furaha yangu kila tunapoonana. Baba Askofu, unaniambia juu ya wenzetu ambao walikuwepo wakatoka halafu wamerudi katika koni. Mungu akubariki sana kwa moyo wa kuwapokea. Ninajua Baba Askofu, watakuwepo wachungaji ambao wana roho ya mtoto mkubwa. Kwa nini unawarudisha hawa? We ni kwako. Unachukia, we ni kwako. Unajua mtu wa kuchukia alikuwa ni yule baba, si mmeona lakini anachukia mtoto mkubwa. Fanyeni kazi ya Mungu. Hiyo ndio roho ya Mungu ambayo nimeiona katika dayosisi ya Konde na dayosisi zingine zote ambazo zimepita katika changamoto kama hiyo. Mungu atusaidie tuishi katika roho ya mtoto mdogo ya kuzingatia, tusikae katika dhambi, lakini pia tuishi katika roho ya yule baba mwenye huruma na mwenye kufungua mlango, watoto wakaingia na alifurahi. Na yule baba amesema maneno mazito ambayo ningetamani tuyatafakari sana. Haya maneno mazito ya mstari wa mwisho kabisa katika hii, anasema huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wanasema wewe mtoto mkubwa, wewe si unavyo vitu hivi siku zote? Sisi tuliomo ndani ya kanisa na nyumba hii tunayoijenga, mara nyingine
tunaifurahia mpaka tunasahau kazi yake. Hapa ni mahali pa uponyaji kama nilivyosema, mahali ambapo mtu utafunguka moyoni mwako, utatua dhambi zako. Lakini wakati mwingine tunasahau, tunapitiliza. Huyu mtoto mkubwa alikuwa hata ajui yuko kwa baba. Yaani mimi nasema huyu ndo aliyepotea ndani ya nyumba ya baba. Huyu mtoto mkubwa ndio mtoto mpotevu ndani ya nyumba ya baba yake. Na hao wako wengi, wako washarika wengi wamepotea ndani ya kanisa, hawajadiliwi na kamati za baraza la wazee, halmashauri, kwa sababu tunadhani wako ndani, kumbe hawamo. Afadhali huyu wa kwanza aliyezingatia, nitarudi kwa baba sawa sawa. Huyu alikuwemo lakini hajui. Ndio maana Martin Luther anasema katika mazungumzo, anasema wakati katika vitu atakavyoshangaa atakapokwenda huko mbinguni, atashangaa sana aliyowadhani kwamba wamo hawamo. Alafu aliyedhani hawamo wamo. Ndio kanisa. Wakati mwingine tunadhani tumo, kumbe hatumo. Hivi niseme tu kwa sababu mimi ni mgeni, na in fact mimi ndio mara yangu ya kwanza baba askofu, mara yangu ya kwanza. Lakini mimi nilimpenda sana baba mchungaji Mbogela, huenda ndio maana imekuwa mara ya kwanza, mara yangu ya kwanza tangu kuzaliwa kusali katika kanisa Kyela. Yaani sizungumzi Kyela kama wilaya tu, yaani Kyela yote sijawahi, ni leo mara ya kwanza. Nimeshangaa sana baba mchungaji alipoalika watu watoe fungu la 10. Mimi nilifikiri kanisa zima, hata kama walikuwa wengi, lakini sio kanisa zima. Tuseme ule kweli jamani. Hivi kweli wewe mwezi mzima wewe hukupata mwezi mzima, au kwa sababu umeshazoea? Na tatizo kubwa ni la mazoea. Nani atakugusa wewe? Nani atakuweza? Mchungaji Mbogela kwanza mpole atakuweza wewe kweli? Kwa hiyo mimi nawapongeza ninyi ambao mmesema nitatoa kwa uaminifu. Nimekuwa naisikiliza mpaka sala yako ukasema wamekuwa waaminifu. Huyu baba na maneno mazito, wamekuwa waaminifu. Hasa wale ambao wamo ndani lakini hawajui, wapo tu, ndio wanaofanana na kaka mkubwa. Wapo ndani, wamezoea hivi vitu vyote vipo, kwa hiyo wapo tu. Usebe fungu la 10 haliwahusu, harambee wanasema tunasubiri wageni watakao kuja. Yaani wao wamo tu. Kujenga, tangu tumejenga wamo tu, wamo tu. Yani wala hata ukiwauliza harambee ya mwisho ulitoa kiasi gani, hawezi kujua kwa sababu wala haikumuuma. Yumo tu. Hata leo utamuona mtu wa namna hiyo, atatoa kama kawaida tu, anaona ni kawaida kwa sababu amezoea. Niliwahi kwa neema ya Mungu, kwa kazi ninayoifanya, ninasafiri sana. Mimi ninasafiri. Mbuke ni taifa gani sijafika. Nasafiri. Na siku moja nilikaa kwenye safari, unajua unapochukua tiketi huombi kulia au nani, kushoto au nani, sio? Nilikaa na mtu alinifundisha kitu kizuri sana. Kwa tunaongea pamoja na mambo mengi tuliongea, nilimwona moyo wake wa kuomba. Kila ikifika saa fulani anaomba, mpaka nikajiuliza, nikasema mimi mchungaji, mbona mimi siombi kama huyu? Nikasema nikirudi, nikazingatia na mimi nikirudi nitakwenda kwa baba, nitaomba. Bwana asifiwe. Lakini kitu kingine alichonifundisha katika mazungumzo yetu, nilizungumza naye mambo mengi.
na akaniambia, nikamuuliza unakwenda wapi? Akasema ninakwenda Ghana kwa sababu tunashughulikia tunapambana na kutafuta dawa nzuri ya malaria. Akasema dawa nzuri ya malaria? Kwani sema kweli, lakini ninyi mnatubabaisha sana. Mbona chloroquine ilikuwa nzuri? Akasema chloroquine bado ni nzuri. Chloroquine bado ni nzuri. Nikasema niambie tena zaidi. Akasema shida sio chloroquine. Shida ni miili yetu imeizoea chloroquine. Umeelewa? Shida sio chloroquine. Kulikuwa na dawa inaitwa chloroquine. Shida sio chloroquine. Chloroquine bado ni dawa, ina viwango vile vile, lakini miili yetu na damu zetu zimezoea, wale Mungu wanaotuuma, imezoea kiasi kwamba ukinywa chloroquine haitibu tena. Nikasema na hili nitachukua, ngoja nikalitafakari. Nikagundua inawezekana ibada zetu ni nzuri tu, isipokuwa tumezizoea kiasi kwamba hazikutibu, unaondoka hivyo hivyo lula. Watu wakikwambia kanisani ni mahali pa utulivu, wewe hutaki, kwa sababu damu imeshaharibika, mwili umeshaharibika. Chloroquine haitibu tena. Ukihubiriwa unaona haitoshi. Ndio maana ukitoka kanisa hili unakwenda kwenye kanisa lingine, unaingia milango hata 7 kwa sababu hutosheki. Tatizo sio chloroquine, tatizo ni damu na mwili wako. Hao wachungaji wale wameandaliwa vizuri sana kuhubiri, kufundisha, lakini chloroquine imeshakuwa ya kawaida. Afadhali kwenye miji kama Mbeya hawahangaiki sana, hawahangaiki sana kule Mbeya. Lakini mimi nawaambia ni kwa Dar es Salaam watu wanahangaika. Hama madhehebu. Hakuna dhehebu lenye Yesu, ila Yesu anajitegemea mwenyewe popote ulipo. Na wala mimi huwa sifurahiaji washirika wanaosema nimehama kwa fulani nimekuja kwako. Ngasema usije kwangu, nenda kwa Yesu. Kwa sababu hata ukimpokea mtu wa namna hiyo, hata kwako atahama. Yaani watu wanamchukua Yesu kama ATM. Unakwenda kuchukua hela, ukiona hazitoki unatafuta ATM nyingine. Umesikia watu wanasema kwa fulani kuna uponyaji, sio? Hakuna uponyaji kwa malasusa. Kuna uponyaji kwa Yesu peke yake. Huyu baba mkubwa alimpenda yule mtoto, si kwa sababu tu ya kurudi. Hata Yesu anatupenda si kwa sababu ya kuingia kanisani siku hii ya leo, lakini kwa sababu tulizingatia, alafu tumekuja kwake kweli kweli. Na yule baba anasema huyu mdogo wako alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Yaani kumbe mtu akiishi katika dhambi amekufa. Mama, unakaa na mume wako pale, kama yuko katika dhambi unakaa na maiti. Baba, unakaa na mama kama bado anamkataa Yesu. Usiache kumuinua katika moyo wako, muinue kwa Yesu ili na yeye akutane na Yesu. Nimeogopa sana kumbe Biblia mtu kuishi katika dhambi analinganishwa na aliyekufa. Sio mimi, ni Biblia na ni maneno ya Yesu mwenyewe. Alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Kumbe baba mchungaji Mbogela, mkuu wangu wa jimbo, mahali hapo patakuwa pana ufufuo. Unafufua mioyo ya watu hapa. Mahali kama hapa, kwa nini na mimi nisiwekeze? Mahali penye huduma kama hii, wewe uliyekuja, kwa nini usiwekeze ili kazi hii ya kufufua nafsi, kuhuisha nafsi za watu, kurudisha watu kweli. Yaani ukimwona
Nimekutana na mdogo wangu mmoja kwa pombe kuanzia asubuhi mpaka asubuhi ya kesho yake. Yaani hata nilikuwa najaribu kuangalia hivyo wakati gani nitazungumza naye atanielewa. Askofu, tunakuona kwenye television, askofu. Itasaidia nini? Itasaidia nini? Mimi nataka nikuone kwenye uzima wa milele. Huo ndio wa maana. Sio mtasema mchungaji tupige wote picha alafu itakusaidia nini? Lazima tuwe pamoja kwenye safari ya kwenda mbinguni. Hiyo ndio safari inayopendeza kwetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninyi ni wawekezaji wa mbinguni. Kazi hii mnayoifanya ni uwekezaji wa kwenda mbinguni. Hebu twende tuifanye kazi hii. Natamani baba mchungaji amesema, baba askofu anasema tutakuita hapa na pale, na mimi nitakuwa nasikilizia hapa wanamaliza lini. Kazi nzuri sijapata kuona katika wilaya, kazi nzuri kama hii, kazi itakayomuinua Mungu, kazi itakayomuinua Mungu tunayemwamini kwamba mahali hapa ni mahali ambapo mtu akiingia anakwenda kutua mzigo wa dhambi zake, atakwenda kuongea na Mungu wake. Unajua sio nyumba ya kawaida, sio nyumba ya kawaida. Hii ni nyumba ya pekee sana.